Ujambo popote ulipo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu. Hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo. Ikiwa ni tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Tukiwa mwisho kabisa kumaliza mwezi wa 10 na kukaribisha mwezi wa 11 ambako hatujajua utakuja na mambo gani. Kama kawaida, tuko hapa kukuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayoendelea sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan uko kwenye uwanja wa vita, ili upate kufahamu kila kitu ambacho kinaendelea. Kama unavyojua, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini, inakuwa kwenye hali tete kutokana na vita ambavyo vinaendelea kuripotiwa kila kukicha. Na asubuhi ya leo tutakujuza habari za Goma, habari za Masisi, habari za Bukavu, lakini pia habari za uko Fizi ambako mambo hubadilika kila saa na kila sekunde. Hii ni media yako ambayo inakuletea habari za ukweli na za uhakika kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika. Hivyo ili uendelee kupata habari zetu moja kwa moja, tunakualika kuweza kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare habari zetu kwa walio wengi zaidi. Bila shaka karibu mara tena, na moja kwa moja tufungue ukurasa wetu wa habari kutoka uko Walikale ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini, ambako wanajeshi 20 kutoka kwenye kundi la waasi wa AFC M23 wamejisalimisha pamoja na silaha zao kwa jeshi la taifa la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC Jumatatu tarehe 27 Oktoba mwaka wa 2025 huko maeneo ya Busurungi katika kundi la kijamii la Walao Lowanda wilayani Walikale. Kulingana na vyanzo vya usalama, wapiganaji hao walijisalimisha kwa makundi ya wazalendo jana huko maeneo ya Remeka katika ufamando wa kwanza wilayani Masisi. Chanzo cha kijeshi kinasema kuwa kujisalimisha kwao ni matokeo ya shinikizo kubwa kutoka kwa jeshi pamoja na ushirikiano wa wazalendo wanaendelea kushambulia ngome za waasi katika eneo la Kivu Kaskazini. Habari hizi zimethibitishwa na viongozi wa jadi na maafisa wa usalama kutoka eneo hilo. Wapiganaji hao wanashikiliwa huko Busurungi wakisubiria mahakama kuweza kuchukua hatua rasmi ya kuwasafirisha moja kwa moja kupelekwa Walikale. Taarifa kutoka ndani ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC zinaonyesha kuwa tangu mwanzo wa mwezi Oktoba zaidi ya wapiganaji 100 wa AFC M23 wamejisalimisha katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Na tukitoka huko Walikale moja kwa moja tujielekeze huko Goma, mji mkuu wa jimbo ya Kivu Kaskazini, ambako hofu imetanda mjini Goma Jumatatu tarehe 27 Oktoba mwaka wa 2025 baada ya ndege ya kivita ya jeshi la taifa FARDC kuzunguka katika anga la mji huo. Mashuhuda wanasema kuwa ndege hiyo ilifanya mizunguko kadhaa kwa kasi, jambo ambalo liweza kusababisha tamruki na hofu kubwa kwa wakahaji wa mji wa Goma. Baadhi ya vyanzo vya eneo hilo vinaeleza kuwa huenda ndege hiyo ilikuwa kwenye operation ya kijeshi ikilenga shabaha maalum, ingawa hakuna tamko rasmi iliyotolewa hadi sasa na viongozi wa kijeshi. Hali hiyo ya ndege ya kivita ya jeshi la taifa FARDC kuonekana kwenye anga la mji wa Goma uliwapa wasiwasi raia wa maeneo hayo, wakiwa na hofu huenda mapambano yakazuka mara tena. Kwa mengi zaidi, tajiunga na mwenzangu kutoka huko Goma haweze kutujuza hali halisi ambayo inaendelea na ilikuwa namna gani jinsi ndege hiyo iliweza kuzunguka ndani ya mji wa Goma. Mji wa Goma kwa sasa unakumbwa na hali ya uoga tena na wasiwasi mkubwa baada ya ndege ya kivita ya FARDC kufika hapo usiku wa kuamkia asubuhi ya leo. Ndege hiyo ya kivita ambayo haijajulikana kama ni drone ama kama ni Sukhoi ilifika ndani ya mji wa Goma saa za 23h hivyo
saa 5 usiku ndipo ndege hiyo ilifika ndani ya mji wa Goma, na ndege hiyo ilimaliza kabisa kama 10 minute hivi ndani ya mji wa Goma. Ilifika maeneo yote ya mji wa Goma, na nikiwakumbusha ni kwa mara ya kwanza tangu kukaliwa kwa mji wa Goma na waasi wa M23 mwezi wa kwanza, ambapo ndege ya kivita imeonekana kufika ndani ya mji huu. Na baada ya ndege hii kufika ndani ya mji wa Goma, wakaji walikuwa naoga na wasiwasi, vile vile na wanajeshi wa AFC M23 na walikuwa naoga na wasiwasi ya kwamba ndege hii itawashambulia. Siku hizi FARDC iko nafanya mashambulizi ya anga ikitumikisha ndege kubombardi nafasi za AFC M23, lakini tofauti kwa sasa haikubombarde AFC M23, ilirudia kule ambako ilitokea bila kushambulia hata nafasi moja ya AFC M23. Mefre, ndege za FARDC kuanza kufika ndani ya mji wa Goma si paske bombardement ambazo walikuwa wakizifanya ndani ya defense tofauti za AFC M23 ndani ya Sud Kivu, Walikale pia na Masisi, waliharibu mashine antiaerienne za AFC M23. Tuendane 5 kwa 5 hapa ili muelewe. Mashine antiaerienne ni mashine zinazotumika kwa ajili ya kukuwa na kontrole espace aerienne. Wakati ndege inapaa angani, huko zina alerte, zinawambia avyo inakuja, inatoka hapa, iwe drone yao ndege Sukhoi zinajuaka epui zina alerte AFC M23 ya kwamba ndege zinakuja, ndipo wanatafuta namna ya kuzishambulia au wanajificha. Ila kwa sasa wakati walikuwa na bombardi ma defense za AFC M23 Walikale, Masisi kwa maeneo za Sud Kivu, walikuwa wakiharibu zile mashine antiaerienne. Ndiyo maana avyo ya FARDC ilitoka kule kwenye ilikuwa ikakuja ikapita maeneo yote yanayokuwa mikono ya AFC M23 mpaka kufika Goma bila wao kujua, si paske mashine zao zilishakaharibiwa, na wakati wowote ndege hizi zinaweza tena kufika ndani ya mji wa Goma na kubombarde AFC M23 mo kila position. Ndio maana kuna wasiwasi sana. Wakaji mjini Goma waliamka nao na wasiwasi sana paske walikuwa nadhania kwamba ndege itabombarde, na mpaka kwa sasa wanaendelea kukuwa na wasiwasi ya kwamba ndege hiyo tuzoro inaweza kurudia na kubombarde ngome za wasi wa AFC M23, ambapo hapo pia kupopulation hatari. Bombardement mbaya zinaweza pia kupiga pale kwenye zikulenga, hivyo kusababisha hasara kubwa mwakaji. Ndio wasiwasi ambayo iko hapo, na pale kabisa ndiyo hali kwa sasa ndani ya mji wa Goma. Ndege za kivita za FARDC tayari zishaanza kufika ndani ya mji wa Goma. AFC M23 hawana bahati, wakati wowote wanaweza kushambuliwa. Masisi. Watu 7 wamepoteza maisha ndani ya kipindi cha siku 3 pekee kufuatia mapigano makali kati ya wapiganaji wa Zalendo na wahasi wa AFC M23 wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, kijiji cha Mbui kilichopo katika eneo la Bashile Mkoto ndicho kilishuhudiwa na mapigano makubwa kati ya pande hizo mbili. Wakaaji wengi wa eneo hilo walazimika kulala misituni, huku wengine ukimbilia vijiji jirani kwa hofu ya kuendelea kwa vita. Mapigano hayo mapya yamefuatia shambulio lingine lililodaiwa kufanywa na wazalendo dhidi ya ngome za wahasi wa AFC M23 karibu na mji wa Nyabiondo katika eneo la Oso Banyungu. Usiku wa kuamkia Jumapili, milio mikubwa ya silaha nzito na nyepesi ilisikika katika eneo hilo na kusababisha hofu mkubwa miongoni mwa raia. Kadhalika, usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi, watu 3 waliuawa katika kijiji cha Lushebere
pia katika eneo la Osobanyungu katika tukio linalohusishwa na makundi hayo. Viongozi wa eneo hilo na wanaharakati wa kiraia wanatoa wito wa kurejeshwa kwa utulivu katika eneo ambayo endelea kukumbwa na mzozo mkubwa wa kivita. Kwa sasa hali katika mkoa wa Kivu Kaskazini bado ni tete, huku operesheni za kijeshi zikiendelea na mazingira ya kibinadamu yakizidi kuzorota. Mashirika ya misaada na mamlaka za eneo zinaombwa kuchukua hatua haraka ili kusaidia wakimbizi wa ndani na kuzuia ongezeko la machafuko ya kivita maeneo hayo ambayo yanahusishwa na kundi la waasi wa AFC M23 dhidi ya jeshi la taifa wakiungana na wazalendo. Bukavu. Watu 13 wamepoteza maisha na mali za samani zimeteketea kufuatia moto mkubwa uliotokea usiku wa kuamkia Jumapili katika mtaa wa Funu, manispaa ya Kadutu mjini Bukavu, mji mkuu wa Jamhuri ya Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa mashuhuda wa eneo hilo, moto ulianza karibu saa 6 usiku na umeteketeza takribani nyumba 8. Msemaji wa shirika la kiraia mkoani humo, Wilfred Habamungu, amesema kuwa chanzo cha moto hakijajulikana, kwani wakaaji wengi walikuwa wamelala wakati ambao tukio hilo liliweza kutokea. Taarifa hizi zimethibitishwa pia na kiongozi wa mtaa wa Funo, Mosala Patrick Lubala, ambaye amesema tayari tumeona miili 13. Pia kuna nyumba 8 ziliteketea kabisa na nyumba zingine 4 zikiharibiwa. Inaripotiwa kuwa familia 2 zimeteketea moja kwa moja. Mtaa wa Funo umekuwa ukikabiliwa mara kwa mara na matukio ya moto kila wakati. Katika matukio ya hivi karibuni, zaidi ya nyumba 500 ziliweza kuteketea kwa moto. Mnamo Agosti tarehe 6 mwaka huu, nyumba 50 ziliteketea katika eneo hilo hilo, na tarehe 28 Agosti nyumba zingine zaidi ya 400 ziliweza kuteketea katika maeneo ya Funo na Chimpunda, tukio liliweza kusababisha vifo vya watu 2. Mashirika ya kiraia sasa yanatoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua madhubuti ili kuzuia janga hilo la moto ambalo linakuwa likirejea mara kwa mara mjini Bukavu. Mwenga. Shughuli zote zimesimama Jumatatu tarehe 27 Oktoba mwaka wa 2025 katika wilayani Mwenga kufuatia wito wa mgomo baridi uliotolewa na mashirika ya kiraia kudai ufunguzi wa barabara kuu nambari 2 inayounganisha Bukavu, Bwahungu pamoja na Kamituga. Maduka, soko, shule na biashara mbalimbali zimefungwa kwa siku nzima. Tangu tarehe 8 Oktoba mwaka huu, waasi wa AFC M23 wamesitisha usafiri kwenye barabara hiyo bila kutoa sababu yoyote ya msingi. Hatua hiyo imesababisha ukosefu wa bidhaa muhimu, hasa dawa pamoja na vifaa vya afya, na hivyo kusababisha hasara kubwa kwa wananchi. Mwenyekiti wa mashirika ya kiraia kutoka huko wilayani Mwenga, Itebo Samuel, amesema barabara kuu nambari 2 ndiyo njia pekee kwa wakaaji wa Mwenga. Bidhaa muhimu hasa afya zinatoka huko Bukavu. Tumeamua kufanya maandamano haya kuambia jumuiya ya kimataifa kwamba sisi bado tupo hai, tupo katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na tunayo haki ya afya, maisha na heshima. Kwa mujibu wa mashuhuda, shule hazikufanya kazi na wanafunzi wote waliweza kurudishwa manyumbani. Mwanaharakati mwingine wa kiraia, Panji Mazambi, amesema kuwa kuzuia kupita kwa bidhaa muhimu kwa raia wasio na hatia ni ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu na kanuni za kimataifa za kibinadamu. Tangu uamuzi huu wa kusitisha usafiri, magari mengi yamesimama eneo la Bwahungu. Mashirika ya kiraia yaendelea kuonya kuhusu hatari za kiuchumi na kibinadamu na kuitaka hatua hiyo iondolewe mara moja.
mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ni kukumbushia kwamba endelea kusikiliza matangazo yetu kutoka moja kwa moja ndani ya mjengo mzima wa Amani TV Media, ambayo inakutangazia kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kujiunga nasi, tunakusihi kuweza kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare habari zetu kwa walio wengi zaidi. Na sasa tujielekeze uko Fizi. Wakina mama 30 kutoka ndani ya mji wa Baraka manispaa ya Kalunja huko ni tarafani Fizi amepata mafunzo ya siku 2 mfululizo kuhusu utengenezaji wa mbolea asilia pamoja na dawa za kuwaua wadudu wanaoharibu mimea. Kabla sijaingia studioni, niliweza kukuandalia ripoti ifuatayo. Wakina mama 30 kutoka ndani ya mji wa Baraka manispaa ya Kalunja wamepata mafunzo ya siku 2 mfululizo kuhusu utengenezaji wa mbolea asilia pamoja na dawa za kuwaua wadudu wanaoharibu mimea. Mafunzo hayo yaliyoanza Ijumaa tarehe 24 na kumalizika Jumamosi tarehe 25 Oktoba yaliandaliwa nalo shirika la Vifed kwa msaada wa kifedha kutoka FFC, yakiwa na lengo la kukuza kilimo endelevu na kulinda mazingira. Na hapa wakina mama walioshiriki mafunzo hayo wapo kwenye jaribio la kwanza la kutengeneza dawa mbalimbali za kuwaua wadudu kupitia mgawanyiko na mchanganyiko wa majani ya nyumbani. Baada ya kutengeneza dawa hizo kupitia majani mbalimbali moja kwa moja, walielekeza shambani ili kufanya jaribio la pili la kutengeneza mbolea asilia. Mwishowe, mwalimu aliyetoa mafunzo hayo Bwana Ribe Shego Kimonge ameeleza kuhusu mafunzo aliyotoa kwa kina mama hao. Si tulikuja kama vile watu wa inspection urbaine et agriculture, tulikuja kufanyisha mafundisho kwa wamama wa Vifed kuhusu gisi gani ya kutengeneza mbolea na gisi gani ya mumea itaweza tengeneza dawa ya kutunza ingine mumea. Tuliwafundisha gisi gani ya kutengeneza mbolea kupitia uchafu wa nyumbani, kupitia majani, kupitia mavya wanyama na kadhalika. Pia na leo tukawaonesha gisi gani wataweza tengeneza dawa za asili ama dawa za mimea ambazo zinatunza ingine mimea. Na hapo tulifika tukawaonesha kama mti vile ya malumalu, mti ambao wanaita titonia, vitu vingine ili wanaita kiazi ya asili na kwa ndani ya udongo, na tukakamata ingine majani ambao wenyewe wanafahamia walileta, tukaonesha gisi gani wataweza kuitwanga, kuichanga, na hivi tuliacha kwa fermentation muda wa siku 3. Tutafanya ese, wenyewe wataangalia ni dawa gani ambayo watafurahia, ile itaua vidudu, wenyewe ndio wataaprecier na ndio wataendelesha na hizo kazi. Pia usi tulifanya ingine melange ya ai, matungulu na tomate na sabuni. Washiriki wamesema kuwa elimu walioipata inawapa matumaini mapya katika sekta ya kilimo chao. Mimi kwanza kwa shirika letu la Vifed na FFC, nashukuru kwa mafunzo ambayo tulipata kwa wale kutengeneza dawa. Kuona kumbe mayani ingine inaweza kuwa ni dawa ya kutunza mmea mwingine. Hapo hivyo nilishukuru kabisa kwa sababu sikikuwa nimejua hiyo kama mmea mwingine unaweza ukatunza mwingine. Hilo nimeshukuru kabisa kwa shirika letu la Vifed na mdhamini wetu FFC. Nilikuwa nilimaji mahali hapa Kalunja. Nilikuwa siyajua mambo yoyote ambayo naweza kutunza mimea yenye niko napanda huko. Lakini kupitia shirika hili mimi najua mambo mengi sana, na ndio maana ninayashukuru. Ninajua kutengeneza mbolea, ninajua dawa kuitunza, gisi ninaweza kutunza mimea yangu ipate afya ya mzuri. Hatukuwa na dawa yoyote ile. Tulikuwa na panda tu, hatujui kama hii dawa inaweza fanyiwa hivi. Tunapata angalau ya kusaidia watoto. Hatukuwa najua ile kabisa. Lakini kwa ajili ya hii shirika letu Vipede, tunajua madawa ya kutunza mimea yetu. Hata
kupata mbolea ya udongo wetu. Kwa upande wake, George Almasi akiwa mratibu wa shirika la kirahia husika na mazingira mjini Baraka, amepongeza hatua hii na kutaja kuwa ni mfano wa kuhigwa. Hii initiative siishie tu hapa Kalunja. Unajua vila Baraka iko na komine 3, kwa Baraka Centre, komine ya Katanga, komine ya hii Kalunja tuko hapa. Naweza penda kisha kumaliza hapa kama organisation ingali na ile volonté baingie mwingine komine pour que bapatie balimaji mafunzo, parce que à travers ya hii tunaona kama bana leger ile ma dépense mingi sana wa walimaji ulia kuuza madawa ya kizungu mu mafarmasi mu maboutique, mais à travers formation yenye balimaji banapata saa hii banayua kama shamba hakuna mbolea, tutatumikisha kitu fulani kenye tuliacha tunafunzwa na organization ya Vifede. Tufahamishe kuwa kupitia mafunzo hayo yaliyotolewa na shirika la Vifede kwa udhamini wa FFC, wakina mama wa manispaa ya Kalunja wamepata ujuzi wa kutengeneza mbolea na dawa za asili kupitia rasilimali zinazopatikana kiurahisi manyumbani kwao. Hatua hii itawasaidia kuepuka gharama kubwa ya kununua dawa na mbolea asilia kutoka madukani, huku wakilinda afya udongo wao pamoja na mazingira. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Na kualika kuwa nasi tena katika habari zetu za hapo baadaye. Usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare ili uendelee kupata habari za ukweli na za uhakika kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini pia ulimwengu mzima. Na kuaga wa kusema bye bye.